mwelekeo wa nchi yetu ni kuona madini yanatumika kama kuwa kichocheo kikubwa cha ukuaji wa viwanda hapa nchini, na jambo hili linawezekana, na ndio maana tumeendelea kusisitiza tutasimamia sheria, taratibu na kanuni zote. Hakuna madini yatakayotoka nchini bila kuongezwa thamani, na hii ndio itakuwa heshima ya Tanzania, na itakuwa heshima ya Watanzania, na itakuwa pia ni heshima kwa kiongozi wetu mkuu ambaye alitoa maelekezo haya. Na hii, lakini pia tunafahamu nchi yetu imebarikiwa kuwa na madini chuma. Pale Dodoma kinajengwa kiwanda kikubwa kwenye eneo la uwekezaji la Nala cha thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 600, ambapo kitakuwa kiwanda cha kwanza cha chuma nchini Tanzania kitakachotumia 100% ya malighafi kutoka nchini Tanzania, ambayo itakuwa ni madini ya chuma ambayo watayachimba hapa nchini. Tumesaini mkataba na kampuni ya Panda Hill pale kwenye kata ya Bonde la Songwe mkoani Mbeya, panakwenda kufanyika uchimbaji mkubwa wa madini ya niobium, ambapo pia patajengwa smelter, ferro niobium smelter, itakuwa kubwa ya 4 duniani, ukiacha 2 zilizopo Canada na moja iliyoko Brazil. Ya 4 inajengwa Tanzania, Mbeya, kata ya Bonde la Songwe nchini Tanzania. Kufuta leseni zote ambazo hazifanyi kazi, tubaki na watu serious ambao wanaweza kufanya kazi. Kwa mtu yoyote ambaye anajijua ni mmiliki wa leseni, ameshikilia leseni, sio pambo. Leseni kama yalivyo masharti yake inatakiwa ifanyiwe kazi, na hivyo nachukua fursa hii kuendelea kuwasisitiza watu wote wazingatie masharti ya umiliki wa leseni. Tume ya Madini wamejipanga hivi sasa kuondoa changamoto hiyo. Tunakuja na mfumo wa kidigitali wa masuala ya leseni. Hatutagombana na mtu. Ukiwa mmiliki wa leseni hasa za utafiti zinazochukua maeneo makubwa, tutakusubiri miezi 3 ya kwanza uwasilishe taarifa, quarterly report. Usipowasilisha taarifa, mfumo utaonesha kule juu kwamba taarifa haijawasilishwa. Utakumbushwa kwa kuletewa default notice na utapewa siku 30. Ukishindwa kuupload taarifa zako kwenye mfumo, leseni zitakuwa zinajifuta zenyewe automatically. Hautagombana na mtu, hakuna kumsingizia ruwamu wala nani. Sasa zenyewe zitakuwa zinaondoka mpaka tuwapate watu clean kwenye hii sekta. Subira Hamisi Mgalu, mwenyekiti wa kamati ya nishati na madini. Leo tuko hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Spika Mussa Azzan Zungu. Tumeshiriki katika uzinduzi wa mkutano wa kimataifa wa wawekezaji katika sekta ya madini Tanzania, ambao utafanyika kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 21 mwezi Novemba. Na sisi kama kamati ya nishati na madini, kazi yetu kwenye sekta hii ya madini ni kuisimamia na kuishauri, na tutaendelea kuisimamia serikali katika kuhakikisha inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji, kuwa na sera na sheria ambazo zinatekelezeka na kuleta mchango chanya katika sekta hii ya madini kwenye pato la taifa. Hii namwakilisha Katibu Mkuu Wizara ya Maji na Madini Zanzibar katika mkutano ufunguzi wa mkutano mkuu wa madini Tanzania. Kwa niaba ya Wizara ya Maji na Madini Zanzibar, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa kuweza kutualika kuweza kushiriki katika mkutano huu mzuri, na tumeona mambo mengi ambayo yameelezwa ikiwemo fursa za madini ambazo zitapatikana katika mkutano ambao utafanyika tarehe 19 mpaka tarehe 21 Novemba. Kwa upande wa Zanzibar, tunaahidi tutashiriki katika mkutano huo kikamilifu ili kuweza kuelezea fursa zilizopo Zanzibar za madini,
Kwa kipindi cha hivi karibuni, Wizara ya Maisha na Madini kwa kushirikiana na Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania ilifanya utafiti wa awali na kubaini uwepo wa madini ya kimkakati kama aliyosema Mheshimiwa Waziri pale, heavy mineral sands zipo Zanzibar, na tunawakaribisha wawekezaji Zanzibar.